Imeandikwa hivi katika kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 7 ya kwamba kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaaye kwa nafsi yake. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari 29 imeandikwa kusema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Nataka kukuonya, nataka kukukemea kwa jina la Yesu na kwa mamlaka kubwa ya uwezo wa Mungu, ya kwamba kama mambo ya familia yako, mambo ya kanisa lako, mambo yako ni yako mwenyewe, usiyaweke mitandaoni, usiyaweke hadharani. Mambo ya kanisa lako ni yako mwenyewe, usiyaweke mitandaoni, usiyaweke hadharani. Ukiyaweka hadharani, ukiyaweka mitandaoni, ujue sio yako tena. Ujue unataka vile unavyoyachukulia, unavyoyaendesha wewe, na sisi tuyaendeshe. Manake tutayajadili, manake tutayapinga, manake tutayachanganua, manake tutayafafanua, manake tutajihami kama kuna madhara katika mambo hayo unayojaribu kuyapenyeza. Sikieni enyi wana wa majoka nyie mambo yenu muna ya push. Kama ni yako, ni ya kanisa lako, ni ya watu wako, mitandaoni yanawekwa kwa ajili ya nini? Ujue yanawekwa ili sisi tuyachukulie hivyo, ili sisi tuige hivyo, ili sisi tuenende hivyo. Na ndio maana na sisi tukiyaona mitandaoni tunayapinga kwamba hili jambo sio sawa. Sasa sikia, nielewe. Nimesoma maandiko hapa, nasema hakuna mtu aishie kwa ajili ya nafsi yake, ambaye ye duniani yupo ana mambo yake tu. Wote tunaishi kwa ajili ya watu wengine, tunaishi, tunahitajiana. Bwana Yesu, nasimama mbele zako kukushukuru sana kwa ajili ya wito uliomwita Mbarikiwa Mwakipesile. Sio wengi wanaoweza kusimama hadharani na kusema hapana, twende huko. Neema hiyo umempa kijana huyo. Chukua Yesu kama alivyo. Wewe unafikiri kumchukua Yesu kama alivyo ni nini? Ni ile desturi yake. Kuna watu hawaelewi. Mungu atasema nanyi hata lini, na wakati anakaribia kuja. Lini utageuka uchukue sura yake? Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Haleluya. Na ndio maana mimi nawaambia dhahiri watu, naambia mimi ni mchungaji, nina mission. Kwa hiyo tusiingiliane kwenye mishemisha ambazo nafanya. Unapoyapushi mambo, kuyaleta hadharani, kuongea kwenye mikutano, kuongea sehemu ya wazi, umeruhusu tu ya challenge, umeruhusu tuzionyeshe jamii kwamba hiki mlichokisikia cha huyu ni hatari ama ni kizuri. Narudia tena, kama ni ya kwako, kama ni ya kanisa lako, kama ni ya serikali yako, kwa sababu sasa hivi mnasema achana mambo ya serikali. Haya, moja. Tukija ukazungumza utapeli fulani, roho mbaya fulani inayoonyeshwa na wahubiri, achana mambo ya wahubiri wenzako. Haya, ukaonyesha mtu si mhubiri amefanya jambo fulani, ameweka wazi ili watu waige vile, achana mambo ya watu. Achana mitandao. Hubiri injili, hubiri neno. Nyie wana wanyoka nyie. Ilo neno linashughulika na nini? Haya, tuachane na mambo ya watu wengine. Hao watu wengine kwa nini wanahangaika na sisi? Mpaka unapushi vitu wewe, unavileta kwenye mitandao, unazunguka, unaongea kwenye media, unaongea kwenye redio, unaongea kwenye vyombo vya habari, unataka sisi tuchukulie mambo hivyo. Mambo ya asili ni ya Mungu. Kama wewe hayo mambo unafanya mabaya,
umejificha nayo kwenye kanisa lako umumo, umejificha nayo na mke wako na mume wako na ndani ya moyo wako humo, hayo ni yako wewe na Mungu. Lakini ukiyaweka wazi, hayo ni yetu sisi na watoto wetu, ili tuyapime ama tuyachallenge ama tuyapinge milele kama ni mabaya. Sasa nimewaletea hii baada ya taarifa nyingi za kiintelijensia ambazo nimezipata wiki hili liloisha mpaka leo, ambazo zinaonekana lile kundi la kutafuta Mbarikiwa Dhurike ametukana watu, amefuatilia maisha ya privacy ya mtu, si private ya mtu. Private, mambo yako binafsi yaache ndani. Umesha yatoa huko nje, umetaka tu judge. Usianze kuingiza upumbavu kwenye jamii ya watoto wetu, ya waumini wetu, ili wachukulie hivyo. Umesha toka hadharani. Kwa mfano, ulioa kwa siri, iache ndoa yako kwenye siri huko. Ukileta peupe, lazima tuhoji mchakato wake, hasa kama unaleta peupe na unasema Mungu ndiye aliyenipa, Mungu ndiye aliyefanya. Ukitaja jina la Bwana, shariti uache uovu. Ukitaja jina la Bwana, shariti tukuchunguze kama njia zako ni za haki au sio za haki. Mesikia hayo? Nikaona watu wengine umetaja jina langu. Nikamwambia, nyie wananchi, nyie, sisi hatutaji majina ya kina Paulo, hatutaji majina ya kina Petro, hatutaji majina ya watu mbalimbali. Nani wapi unaishi kokote ambako hutaji jina la mtu? Sasa kwa kusema hayo, nimekutana sasa na taarifa ambazo nikaona basi kuna mipango Mbarikiwa sijui yapotezwe, sijui Mbarikiwa ndio maana nimesema ikiwa nitauawa wakati wowote, ikiwa nitatengenezewa zengwe propaganda ya kwamba sio nimetokana mtu, sio nimedhalilisha mtu, sio nimechafua mtu, ikiwa nitapotezwa, wahubiri niliowahi kusema makosa yao au mapungufu yao au kusahihisha mambo walioyapush kwenye jamii, wawe wahubiri ambao wanaweza wakaja kubanwa. Inawezekana wengi wao watakuwa wamefahamu yamekwenda kwendaje. Na thubutu kukutajia ama kujulisha ya kwamba hata yaliyonikuta huko nyuma, kiwemo kuuawa kwa mtoto wangu wa pekee, kufungwa kwa gerezani, na haya mazagazaga mengi yaliyo kwenye mwili wangu na mke wangu na watu wengi wa karibu, nataka nikuhakikishie, wahubiri niliowahi kusema makosa yao, madhaifu yao, tuyaache tu. Kwa sababu sasa hivi hata uamue kutaja kesi na kujia wewe, uamue kutaja jina lao kesi, wewe ndo unayekuwa mshtakiwa. Kwa sababu sasa hivi ushahidi ni kila ambacho huyu atakayekuwa ataamua kukita, ndo ushahidi. Lakini nje na hapo anyway, nataka ufahamu, mawaziri ni wafuasi wa wachungaji, manabii, mitume, wainjilisti, wahubiri na walimu na vitu kadhaa. Mawaziri, waendesha mashtaka, mahakimu, majaji, mawakili, wakuu wa polisi, watu wa magereza, watu wa usalama wa taifa, hata marais ni wafuasi wa wahubiri, ni wafuasi, hiza ni wapenzi. Hii hakuna cha Uislamu wala nini. Unaonaga huyu ni Muislamu lakini anasema navutiwa sana na mahubiri, au unaona na kilemba chake kaenda kutolewa mapepo wanakosema jina la Yesu. Kwa ujue ufuasi sasa hivi hauna mipaka ya upenzi, ufuasi hauna mipaka hii ya kidini. Kwa hiyo kwa nini sasa wahubiri hawa
wataingia moja kwa moja kwamba imehusika. Sehemu kubwa mamlaka tangu vizazi na vizazi, tangu enzi, zikitaka kumdhuru mtu mwema. Kwa sababu mimi hawajanifanyia walionifanyia kwa kuwa nina makosa yoyote, wala hawatanifanyia yoyote, lakini kwa sababu pengine ukosoaji wangu au ukemeaji wangu nimesimama kwenye msingi wa haki. Yani mimi ukitafuta makorokoro huyakuti, kwa sababu na kuhakikishia hakuna mtu anayemaliza sentensi, kikao, mazungumzo hataji jina la mtu kwa wema au kwa ubaya. Tusi ambalo wanasema lakini wewe unataja ila unatukana matusi, nikuhakikishie tusi linageuka kuwa tusi kwa sababu utakayekuwa unasema ubaya wake anakuwa hayuko tayari kuacha kwa kuwa nanufaika nao. Lakini kimsingi tusi, maana neno tusi ni kumsemea mtu baya kwa lengo la kwamba apate madhara ama aibike, wakati mtu mwenyewe huyo hajakosea kihivyo. Yani wewe tu una lengo la kumsemea ili apate madhara au aibike. Hilo ndio inakuwa tusi. Lakini Yohana aliwahi kumwendea Herode akasema, si halali kwako kuchukua mke wa mdogo wako. Hilo akalitafsiri kuwa tusi, si halali. Daudi aliwahi kuambiwa na Nathan, umefanya upumbavu na unatakiwa hayo uliyoyafanya kwa Uria ya kupate wewe ufanyie. Daudi hakuchukulia kuwa tusi. Kwa hiyo tusi linatafsirika tusi. Kwa mfano ukiitwa nyoka, mwana wa majoka, manake ni mtu unayefanya vitu vinavyoleta madhara wakati wewe unahisi unapata raha. Hayo yametajwa, yametumika hata kwenye Biblia. Lakini ukishatajwa hivyo, wewe moja kwa moja kinachofuata ni huyu apotezwe. Sasa wahubiri kwa kipande kubwa, waumini wao ndio wanaotoa komenti mitandaoni za kutukana hubiri Injili. Acha kushughulika na mambo ya watu, acha kushughulika na mambo ya serikali, Sasa hebu kwanza hapa tusimame. Serikali inashughulika na nini? Haishughuliki na mambo ya watu. Wahubiri wanashughulika na nini? Hawashughuliki na mambo ya watu. Tukiyaona mambo mitandaoni, manake tayari unashughulika na maisha yetu. Ukitaka tuelewe hivyo au tunge mkono hivyo, likiwa jema tutaliunga mkono, likiwa baya tutalipinga. Ni kweli, najua tunaopinga tukiwa tumesimama kwenye haki, huwa maneno yetu yanachoma mioyo. Lakini nakuhakikishia vyama vya siasa, wanasiasa wanataja majina ya watu walio hai na watu waliokufa. Rudi wahubiri, umwite Mwakasege, umwite Magembe, umwite Mwamposa, wanataja majina ya walio hai na waliokufa. Ila tu ni kigugumizi kumtaja mtu ambaye ni kama kawekewa maka. Huyo ndio ambao mara nyingi huwa hamwezi kumtaja hata kuonekana ana mambo mema, ila tu kwa asili. Kwa asili ndio mkikutana unasikia wewe usiache hayo unayofanya. Inbox, usiache hayo unayofanya, usiache. Hata kama sisi tumepotoka, lakini usiache. Lakini hausimami hadharani kumtetea mtu huyu. Hausimami hadharani kumsemea mtu huyu kwamba jamani, huyu mtu akichallenge, akifafanua, akihoji haya tunayokuwa tumeyapushi mitandaoni ni neno la Mungu hakuna anayeishi kwa nafsi yake. Hakuna anayeishi afuatilii maisha ya mtu. Kwenye Biblia tunafuatiliana. Swala unamfuatilia ili ukamuue au unamfuatilia ili umuonyeshe kwamba hili jambo lina madhara kwangu, lina madhara kwa wale, lina madhara kwa wengine. Hakuna. Ilikuwa wachungaji wahubiri. Kwa mfano niliwahi kusema makosa ya kijana mmoja anaitwa Dennis. Anaitwa nabii. Anajiita nabii, si mnamuita nabii. Niliposema yule kijana alirudi akaangalia akaona nilivyomsema ni sawa. Akarudi akasema alivyonisema ni sawa. Wewe unachodhani mimi ndo niliyepata kiki?
Kamuuliza, alituma ujumbe akasema baada ya kufanya kile kaonekana mitandaoni, watu wengi wamenipongeza, wamesema kweli wewe ni mtu wa Mungu. Yule wafuasi wake hawezi kunidhuru, hawezi kunitukana. Sasa nyie ambao mnaishia tu kusema kwa siri, kwa sababu mimi sijaona mhubiri ambaye nikikutana naye hivi nimewahi kusema kosa yake bado ananichukia na niona mbaya. Wengi huwa mnasema wewe ni shujaa, wewe baadhi yenu mnasema wewe una wito wa Elia, una wito wa Mikaya. Hakuna cha wito wa Elia wala wito wa Mikaya. Na kishia wengi wenu hata tukisema makosa yenu hamtokei kufafanua, kwa sababu mna machafu zaidi ya hayo. Kwa ukifafanua tunaanza kufumua na mengine. Ndio maana msema wewe tukikusema unafafanua, nafafanua Yesu aliposema. Kasome kitabu cha Yohana, yani kwa ufupi tu anzia Yohana 7 na Yohana 8. Utaona wanamsema anafafanua, wanamsema anafafanua, wanasema Beelzebuli anasema mnanidhalilisha tu. Mimi sio kwa Beelzebuli. Watoto wenu natoa kwa nini? Wanamsema wewe ni pepo tena ni Msamaria, anasema mnanivunjia heshima yangu. Wanasema wewe tumeshajua umerukwa na akili. Anafafanua, wanasema anafafanua, anasema anafafanua. Kwa sababu wamesimama kwenye msingi wa haki. Kwa hiyo nyie mnaacha sasa waumini wenu ambao sehemu kubwa ni wanasheria, sehemu kubwa ni mapolisi, sehemu kubwa ni wakuu wa usalama, ni watu wa usalama, ni mawaziri, ni wakuu wa wilaya, ni wakuu wa mikoa, ni wakuu wa wilaya, ni wakurugenzi, ni majaji, ni makarani, ni mahakimu, ni mawakili. Hawa ndio wanaotukana humu. Na kutukana kwingi kule ndiko kuna vipa vyombo vingine uhalali. Vyombo vingine akamatwe, ateswe, apotezwe, apigwe, auawe, afanywe haya, apotezwe, tumnyamazishe. Munyamazishe nini nyie wananchi? Munyamazishe nini? Kwa nini mnapiga sana kuinyamazisha sauti ya haki mkidhani dunia itakuwa salama? Nina hakika hawa ninao kuwa nimewahi kusema makosa yao, mabaya yao, wangetokea hadharani wakasema mchungaji mbarikiwa kwa anayoyafanya, hata kama kanikemea mimi au kakemea yule, ni ya kweli. Jamani, na hakika nisingekuwa kwenye hatari hii nilionayo. Lakini hakikishia kumtetea Yesu sio kutetea tu kwamba Yesu alionewa, mitume walionewa. Teteeni wanaoonewa leo. Teteeni mtangazeni mtu mwema leo, anayeishi leo. Hata kama kuna mara na kuparua, tangaza wema wake, uzuri wake. Utamwepushia hatari ya watu wa usalama wa taifa, utamwepushia hatari ya polisi, utamwepushia hatari ya majaji, ya makarani, ya mawakili, ya mawaziri, ya maraisi. Utamwepushia ajali mtu wa Mungu, utamwepushia ajali. Tangaza wema unaojua juu ya mtu. Anyway, tangaza pia na ubaya unaojua juu ya mtu. Huo ndo wanadamu, huko ndo kupangana. Biblia inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko jipendekezaye kwa ulimi wake. Kuonyana, kukosoana, kukemeana. After all, nataka ujue, nikusomea maandiko kadhaa nimalize. Uwezi ukakemea isipokuwa umetumia lugha kali kuliko iliyozoeleka mtu huyo kuisikia au watu kuisikia. Ninachoambia, I'm ready. Niko tayari. Anyway, tulipoteza ambavyo hatukutarajia kupoteza. Hakuna ninachoogopa kupoteza. Nataka ujue, nilipoteza nikiwa najua nataka kuokoa. Na mpaka leo najua njia pekee ya Mungu kuja kunifariji imebaki kufanya haya tu, kuregulate mambo. Kuwa mhubiri ni kuwa editor, kuwa auditor. Soma kokote alikotokea Yeremia, Yesu, Elia. Kuwa mhubiri ni kuwa auditor, kupitia kila linalofanywa na mtu. Lililo safi kusema ni safi, lililo baya kusema ni baya. Mtu anayeishi leo, sio kusema habari za Yuda tu wa zamani. Sio kusema habari za
Anyway, after all, hakuna asiyesema mapungufu ya wanadamu sasa hivi. Hayupo na kuhakikishia hayupo. Awe Mwakasege, awe Magembe, awe Mwamposa, hakuna. Unaposema wengine, mtu fulani, kafuatilia speech yote ya Mwakasege, ya Mwamposa, ya yoyote, utaona kuna mahali anataja jina la mtu tu. Kuna mtu atataja ubaya wake, na kuhakikishia hawa watu nyie wa ulimwengu mnachukuliana nyie. Hawa watu baadhi yao, hawa wengi wao, hawa huwa mnakutana kwenye maeneo fulani mkiwa mnapongezana juu ya ubaya fulani aliyotendewa mtu mliyemwonea, ama juu ya mafanikio fulani, kinafasi fulani mnachokuwa mmekipata kwa sababu mmefanikisha jambo fulani la dhuluma na maonezi. Otherwise, sio wito wa mtu mmoja kuwahurumia wanaoonewa, kuwatetea wanaoonewa, kuwakemea wanapofanya mabaya, ama we kudiri tu na watu ambao wamesurvive wenyewe huko walionewa. Acheni dhambi, zuia mifumo inayofanya wafanye dhambi. Watu wanatoa rushwa, watu wanaiba, watu wanazini baada ya kuchanganyikiwa kwa sababu makazini, bila kushiriki rushwa, bila kutoa rushwa, bila kufanya kuiba hapa, bila kushiriki diri, bila watu wanatengenezea zenge, wanaondoka. Mhubiri utakiwa kutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Uende useme kwamba jamani, watawala hivi, wenye mamlaka hivi, dini hii kwa sura hii, useme yale, ufafanue. Ujasiri wa kutosema hayo sio wito. Mbarikiwa na wito wa Elia, una wito wa Mikaya. Wengi wenu misingi ya maisha yenu ina makorokoro. Kuna mambo fulani na nyewe mshawahi shiriki kwa, unajua tu nikianza kusema haya wanachomoa flashi. Nikusomee maandiko ya nianzie lipi? Naanzia popote itakapokuwa jana. Naanzia Ibrania. Inasema kwa maana, Ibrania sura ya 3 mstari wa 13. Lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Muonyane. Hii muonyane sijajua ni kipimo gani cha watu wa aina gani. Muonyane. Mimi ninachojua iwe wahubiri muonyane. Iwe mwingine yuko kwenye mamlaka, ni jaji, ni wakili, ni hakimu, ni mkuu wa polisi, ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, ni mkurugenzi wilayani, ni mkuu wa wilaya, ni mkuu wa polisi, ni waziri, ni rais. Wanadamu tuonyane, tukaripiane. Wewe nikuonyeshe na la kukaripia, ili ujue wanadamu sisi wenyewe tukaripiane. Kuna maana unasema sasa sionye wazee. Hapana, imeandikwa pia wazee wanaoonekana katika njia ya haki ndio wanaostahili heshima. Lakini kibaka anayezeeka anatoa uhalali. Kibaka, mwizi, mlalushwa, muuaji, mtekaji, anayeua watu, anaondoa uhalali wa kuwa mzee anayestahili heshima. Heshima ni yale unayoyafanya wewe yasio na madhara, yanayoleta faida kwenye jamii bila kuleta madhara. Hayo ndio yanathibitisha uzee wako. Nje na hivyo, kibaka, mzee, una mvi, lakini unaiba, unaua watu, unateka watu, unatesa watu, unaonea watu, wewe ni kibaka. Tutaongea nawe kama kibaka. Haya, Ibrania hiyo 10 mstari wa 24. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bali tuonyane, tusiache kukusanyika. Sasa kwani tunakusanyika kanisani kwako? Mitandao ni njia panda. Na ndio maana kwenye mitandao ulazimishi kuangalia chochote. Sio kila kitu tunachoangalia tunakuwa tumetaja jina lako, lakini unaangalia chochote tunachopost, kwa sababu ni njia panda pale. Njia kukutana kwa watu ni njia yoyote inayofanya wa communicate, wasikilizane, wapate mtazamo wa mwingine nataka nini. Otherwise usipofuatilia kwenye mitandao, inawezekana hata hatujawahi kutaja hata jina lako.
Ili hali kutaja jina sio tatizo. Wewe unataja majina ya kina Petro, ya kina Paulo, ya kina Yohana, ya kina Musa, ya kina Yuda, ya kina Anania. Turudi kwenye kukaripia. Turudi kwenye kukaripia. Tuone Biblia inasemaje kuhusiana na kukaripia. Inasema katika Timotheo wa pili sura 4 mstari wa pili. Inasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia. 1. Tumia ukali. Ukisikia karipia, tumia ukali. Sema neno lilo zaidi ya mtu huyu kujisikia vizuri, ili ajue ukubwa wa tatizo. Karipia. Kemea. Kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kuonya kwa uvumilivu wote, manake utakapokuwa unakemea unakaripia, utakutana na mabaya. Wataungana, watakukabili. Vumilia. Nisome ya ziada. Nasema maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Lakini wakati huo na wewe karipia. Wengine iliandikwa, ilitabiriwa, mpiga goti. Hapana, karipia, kemea, fundisha, onya kwa uvumilivu wote. Once usipokabili machafu yanayoletwa kwako, jua yatakuingia. Jua yatakuwa ndo maisha. Huwezi ukayakataa kimya kimya, unamalizwa kimya kimya. Mambo yaliyosukumwa public, yakatae public, yapinge public. Kuna swali huwa linakuwa ni Mbarikiwa, wewe katika kukemea kote, nani kakusikia? Nani kabadilika? Mbona jisumbua tu? Nataka ujue Biblia pia ili yaona hayo. Katika Ezekiel sura ya 2 mstari wa 3 anasema, akaniambia mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi na kutuma kwa hao, nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi. Nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ni nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Kwa hiyo hatusemi mpaka tusikilizwe. Kadri mwingine tunaweza tukanasema na cha moto tunakiona, lakini mtakuja kujua nabii alikuweko miongoni mwenu. Tumalizie mifano ya Yesu alivyofuatilia maisha ya watu, maisha ya madhehebu. Kadri fulani nimekusomea katika Yohana kwamba Yesu alikuta watu wanafanya biashara hekaluni. Ukumbuke hekalu lile sio dhehebu lake. Hakulijenga. Nisome hiyo. Hakulijenga hilo hekalu yeye. Lakini anasema nyumba ya Baba ni hasara, akafanya kikoto, akawatoa baru mle. Ni kanisa lake lile. Yesu akufuatia maisha ya watu. Yesu akufuatia maisha ya madhehebu mengine. Fuatilia yako. Wewe unafuatilia yako wewe. Umejuaje hapa nafuatia mambo ya watu wengine kama ufuatilia maisha yangu wewe? Mbona wanadamu nimenyoka sana nyie? Kisa tu tunagusa sehemu ulio na maslahi nayo ambayo hutaki kuiacha, ama unataka ihalalishwe kwa sababu pengine mna kipande fulani cha maslahi, kikundi fulani, na usijue ni ya muda tu. Kwa mfano pana watu wengi ambao unaona mtu anapomtetea mtu anayeonewa, kwa nini asidili na mambo yake? Na kuhakikishia utaonewa na wewe. Uko ndani ya CCM, uko ndani ya kundi la manabii, uko ndani ya wahubiri wanaoonekana ni maarufu, wana makundi makubwa, utaonewa na wewe. Na kuhakikishia utaonewa tu. Ndo utamuhitaji mtu mwingine
aingilie, aseme jambo, afanye chochote, utayafahamu maneno yasemayo lieni na wanaolia. Leo hii akina Mwakasege type, akina Magembe type, akina Mwamposa type hawangaiki na watu wanaolia huko. Hawezi kuwahurumia wanaoonewa kule. Ni kama eti hawahangaiki na watu wanaofanya machafu kwenye makanisa. Ni kama eti hawahangaiki na wanaofanya machafu kwenye makanisa. Utakuja kufanyiwa uchafu wewe. Utaitamani sauti ya mtu atakaye kutetea, atakayeongea juu ya machungu yako. Ndipo utajua kuna haja watu wote tungekuwa tunaweza kuingilia maisha ya mtu anayemuonea mtu au anayeonewa. Utakuja kujua maisha bado, safari ipo mbele. Leo hii Mbarikiwa hana hekima, yamemkuta ameyatafuta. Sawa. Nisome mfano ya walioingilia maisha ya watu na madhehebu ya watu ambayo hayawahusu. Yohana sura ya 2 mstari wa 13. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Ili kanisa hakujenga Yesu. Hawa watu sio wake, sio waumini wake. Lakini kuhubiri ni kuingilia desturi yoyote, sheria yoyote, utamaduni wowote, utawala wowote unaoendesha mambo kwa namna yenye madhara, yani kwa namna ambayo yeye angetendewa na wengine asingesikia hivyo. Kwa mhubiri ni kuwa regulator. Kwa mhubiri ni kuwa auditor. Ni kuwa editor. Ni kuwa mtu unayeweza kuangalia lolote linalofanyika popote na kulitolea maelezo, ni jema kiasi gani, ni baya kiasi gani. Penye kukemea unakemea. Kumbuka tayari hiyo lugha lazima ipite kawaida ya wanavyosikia hao watu. Penye kukaripia unakaripia, lazima lugha iwe na ukali, about the end of the day mnaita matusi. Malizie namna ya kuwa mhubiri. Ndani Yesu, ukisoma Mathayo 23 utaona pale anavyokemea dini na watu wengine wanaofanya mambo ya ajabu ajabu. Lakini kisa hiki cha Luka 10 nimekisema siku nyingi, mstari kuanzia 25. Kwamba Yesu aliagiza, mpende jirani yako kama nafsi yako. Wakauliza, jirani yangu ni nani? Akasema, mtu mmoja alikwea kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, majambazi wakampiga. Baadaye akaja kuhani akapita pembeni, akaja Mlawi akapita pembeni, akaja Msamaria mwema ambaye si muumini. Hakwenda kuhubiri kwenye semina, hakwenda kwenye mkutano. Akamsaidia yule mtu, akamweka, akamlipia gharama zote. Mwisho wa siku Yesu akauliza, kati ya wale jirani ni yupi? Akasema, ni yule aliyemwokoa na kumsaidia physically. Wale Yesu akasema, fanyeni hivyo. Wale walikimbia kwa sababu wale majambazi pengine walihisi wako jirani pale. Mchungaji kwa mhubiri ni kuwa tayari kutoa uhai kwa ajili ya mtu mwingine ambaye hata sio ndugu yako. Mnawasifia akina Mwakasege type, kina Magembe type, ambao hawahangaiki na vilio vya watu physically. Tutabaki tukiwapinga kwamba either itakuwa ni wanufaika, because silence means it is mine, it is comfortable, don't touch it. Manake nanufaika na hayo, ni yangu hiyo. Kwa hiyo tutaendelea kuwapinga watu hawa kwamba huo sio uhubiri. Wahubiri wote itakiwa tuwe tayari kutoa uhai kwa ajili ya watu wengine, kuteswa kwa ajili ya watu wengine, na hiyo
ingedhibiti uhalifu katika jamii, ama baada ya kuuawa wengi, ama wauaji, watekaji, watesaji, waoneaji wangehukumiwa kwa namna wanavyoshambuliwa huku na kule. Lakini nje na hapo, mmechagua kutumia propaganda ya comment, na baadaye inaanza mipango ya kimahakama, ya kipolisi, wanaita usalama wa taifa, wanaita matamko. Vitu vyote hivi vinamwandama mtu anayetimiza wajibu wa Biblia, na mlio wahubiri hamujitokezi kufafanua kwamba lifanywalo hadharani ili kuwatuliza watu wenu wasichochee ghadhabu, wasichochee mamlaka kuchukua hatua zenye kumdhuru mtu huyu. Nimedhurika, nimeumizwa, nasema na hayo mengine I'm ready. Mjue tu jambo moja, ninategemea kwa kubaki kufanya haya, Mungu anaweza akaja kunifariji nikiwa hapa duniani, ama nitaondoka nikiwa shujaa. Kwa kufanya haya, inawezekana kuna siku Mungu atamfanya kitu fulani, mtu fulani. Inawezekana wengine wote mliowahi kunyamazia kwa namna yoyote ama kushangilia kwa namna yoyote, hiyo siku ndo mtakiri kwamba njia niliyokuwa nimechagua, ama namna nilivyokuwa naishi ilikuwa ndivyo. Wanadamu wote tuwe na moyo wa aina hii. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama fae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.